Leo tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 2025 umefanyika mkutano wa baraza la madiwani robo ya pili ya mwaka 24-25 katika ukumbi wa halmashauri ya Chemba, ambapo akipokea taarifa kwa halmashauri, mwenyekiti wa baraza hilo Mheshimiwa Sambala Saidi amezungumzia juu ya tangazo kutoka Tume Huru ya Uchaguzi kuhusu mchakato wa kugawa majimbo na kubadilisha majina kulingana na matakwa ya wakati. Kama mtakumbuka, nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaendeshwa kwa mujibu wa sheria, na kila baada ya miaka 10 kwa mamlaka iliyopewa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi huwa inafanya mapitio kwa maana ya review katika kuongeza maeneo ya kiutawala, kwa maana ya kugawa maeneo kuanzia vijiji ambao ni ofisi ya Rais TAMISEMI ndio ina mamlaka nayo kwa miongozo iliyopo, kugawa maeneo ya kata kulingana na ongezeko la watu, lakini na kukua kwa hali ya nchi, kwa sababu hii ni indicator kwamba uchumi wa nchi pia unakuwa kama maeneo ya kiutawala yanaongezeka na idadi ya watu inaongezeka. Lakini pia vile vile kugawanya majimbo na kuyabadilisha majina kulingana na matakwa ya wakati huu. Sasa tayari mwezi huu wa pili uliomalizika, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwenye tangazo lake imeshatoa tangazo la kuanza mchakato wa kugawa majimbo pamoja na kubadilisha majina kulingana na matakwa ya wakati, baada ya kugawanywa kutoka wilaya ya Kondoa na kuwa wilaya kamili, ambapo zamani ilikuwa ni sehemu ya jimbo la Kondoa Kusini. Kwa jiografia yetu ilivyo na kwa aina ya shughuli za kiuchumi zinazofanyika, tukiri kwamba kuna ongezeko kubwa sana la watu karibia kila mwaka. Lakini lazima tukiri kwamba pia kuwa na maeneo mengi ya wazi kwa maana ya maslahi. Tumepokea ongezeko kubwa la watu kuhamia kuja katika maeneo yetu kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kiuchumi. Lakini kwa mipango ya serikali iliyopo, ikiwemo kujenga barabara ya kati hii inayoanzia bandari ya Tanga kwenda Singida, ni wazi kwamba eneo ambalo litakuwa bize na kituo cha biashara ni mji wa Chemba na maeneo mengine ya kando ya barabara hiyo. Lakini ujenzi wa mradi mkubwa wa kimkakati wa bwawa la Faruku ambalo unagharimu karibia trilioni 1.1 vile vile litaifanya wilaya ya Chemba kuendelea kuwa ni kivutio cha wadau mbalimbali kuhamia kuja hapa kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kiuchumi. Na kama haitoshi, uwepo wa pori la akiba la Sogaswaga ambao michakato inaendelea kuifanya kuwa hifadhi ya taifa, na yenyewe itaifungua wilaya ya Chemba tuanze kupokea ongezeko kubwa la watu. Aidha, mwenyekiti ameeleza namna ya ugawanyaji huo utakavyoleta faida katika kutekeleza shughuli za kimaendeleo kwa wananchi wa wilaya ya Chemba. Baada ya kuona hayo yote na tayari tumefika katika mwaka ambao tunatakiwa tupeleke mapendekezo ya kugawa jimbo, nikaona kupitia kikao hiki cha baraza ipo haja ya sisi madiwani wa halmashauri ya Chemba kwa umoja wetu tulilete jambo hili kwenu, tulijadili na kutoka na azimio moja na kuona upo uwezekano wa kugawa wilaya ya Chemba katika majimbo mawili na kupata jimbo moja litakalokuwa upande wa magharibi mwa wilaya hii na jimbo jingine litakalokuwa upande wa mashariki. Lakini pia vile vile itarahisisha utendaji kazi vile vile na kuwafikia wananchi kirahisi na kupata huduma. Mheshimiwa madiwani, Mheshimiwa mbunge na wajumbe wote ambao tuko hapa, sisi wajibu wetu ni kutoa kauli ya pamoja kwamba tunaomba tuendelee na michakato hii ya ugawaji wa jimbo na tusiachie mamlaka nyingine zinazofuata. Nao baadhi ya madiwani katika baraza hilo wameonyesha kuunga mkono mchakato huo na pia wametoa maoni yao juu ya hatua za mchakato huo wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Kweli mimi sioni kwamba kama kuna sababu sana ya kulijadili sana, ili ni swala tu la kuunga mkono ili mchakato wa kisheria uweze kuendelea na tuweze kufanya tuweze kupata mafanikio. Mbunge ambaye yuko wilaya Chemba anafanya kazi kubwa mno. Yaani anafanya kazi kubwa mno kwa sababu jimbo ni kubwa, ni pana. Kwa hiyo tutakapogawa tutakuwa tumerahisisha majukumu ya kuwafikia wananchi kwa urahisi na kwa haraka. Kwa ajili ya idadi ya watu, vijiji vilivyo zaidi ya 100, tukiwa na wabunge wawili,
kwa kweli kasi ya maendeleo itakuwepo na itakuwa jambo jema. Nawaunga mkono wenzangu waliotangulia jambo hili itawapunguzia wabunge hata zile kero za kulalamikiwa kwamba hawafiki maeneo kwa wakati, lakini pia hata madiwani kwa maeneo atakuwa bahatika kuja kukatwa zile kata watapunguzia ule mzunguko na kutoa lawama, hatimaye tutaleta maendeleo yenye tija ndani ya halmashauri yetu ya wilaya ya Chemba. Sanjari na hayo, pia mwenyekiti wa baraza la madiwani ametoa ombi maalumu kwa madiwani na viongozi wote kuhamasisha utunzaji zaidi wa akiba ya chakula kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa katika wilaya ya Chemba. Hili nimeona niliseme na nitoe ombi maalum na mheshimiwa mbunge huko hapa na mwenyekiti wa chama. Tuombe sana kwenye maeneo yetu, mheshimiwa madiwani, tuwaombe wananchi watunze akiba ya chakula kidogo walichonacho. Lakini ikitokea Mwenyezi Mungu akaleta neema zaidi ya mvua ikanyesha, basi wenzetu wa kilimo, sasa sisi upande wa halmashauri, tushauri kama tuna uwezekano kupanda pengine mbegu nyingine hata ya mtama wa muda mfupi, tukarahisishia upatikanaji wake ili tuje tuokoe hali ya kuwa na janga kubwa la njaa, kwa sababu naiona hiyo hali iko mbele na tayari tumeshaanza kufesi, hata bei ya mazao inaanza kuongezeka.